Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Islah TV. Karibu tena katika kipindi chetu maalum ambacho tunakwenda kukuelezea magonjwa ya kibiolojia na yasiyokuwa ya kibiolojia, dalili zake, sababu za magonjwa hayo, lakini njia sahihi ya utatuzi wa magonjwa hayo au matatizo yanayokuzunguka katika maisha yako. Kwa jina naitwa Alhaji Dr. Sule, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Islah Islamic Foundation, wamiliki wa vituo vya dua vya Islah Islamic Dua Center inayopatikana Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba nambari 3. Hapa ni moja kati ya vituo bora kabisa ambavyo unaweza ukapata huduma za matibabu ya kibiolojia na yasiyokuwa ya kibiolojia. Na leo katika kipindi hiki nataka nijaribu kukuelezea baadhi ya dalili zinazoweza kukuthibitishia wewe mtazamaji wangu, ikiwa huna elimu ya kutosha ya kutambua nini kinachokusibu katika maisha yako. Ima una changamoto za kiuchumi, unajaribu kutafuta kazi hupati, na ukipata pengine haidumu, muda mfupi tu kazi unaondolewa, unapigwa fitina, unapigwa majungu. Yawezekana unajaribu kuingia katika mahusiano, unajitahidi kuwa mwema, kumfanyia mazuri mwenzi wako, lakini mahusiano hayadumu. Baada ya muda, na wewe mtazamaji wangu katika maisha yako unajitahidi utafutaji wa fedha, unajaribu kutumia nguvu kubwa katika biashara ama kilimo au ufugaji au kuwekeza katika aina mbalimbali za utafutaji, lakini mwisho wa siku unajikuta vyote unavyofanya, wanasema haba manthura, hakuna kinacholeta matokeo chanya, hakuna kinachokuonesha mafanikio. Maana yake nini? Kwamba kila sekta na jambo unalolijaribu wewe, jambo hilo linakuwa halileti matokeo chanya. Yawezekana wewe una maradhi yanakusumbua na umekuwa ukijitahidi kwenda kwa waganga ama kwa madaktari hospitali ama kwa mashehe kwa ajili ya dua, pengine umekwenda kwenye maombi kwa maana ya maombezi kanisani na kadhalika, lakini kote huko kwa bahati mbaya sana unajikuta kila unachojaribu hakiendi sawa. Sasa nataka nikuambie, yawezekana kabisa kwamba wewe umesibiwa au umekumbwa au umepata tatizo linalotokana na moja kati ya mambo manne. Au inaweza kuwa umesibiwa na uchawi, yani kuna uchawi umeshakupiga katika maisha yako kwa malengo ya kukuharibia maisha. 2, unaweza kuwa umesibiwa na majini wachafu. Majini wachafu wanaweza kuwa wamekusibu na kukuathiri katika maisha yako. La 3, unaweza kuwa umeathiriwa na hasadi, mbuliwa na mizimu mibaya ya asili. La 4, yawezekana ukawa unasumbuliwa na mizimu mibaya ya asili katika maisha yako, au mizimu ya kutumwa ambayo imeletwa katika maisha yako kwa ajili ya kuyaharibu maisha yako. Sasa ili kutambua kwamba wewe una tatizo hilo, ziko dalili, na dalili ziko nyingi, lakini katika kipindi changu hiki nataka nijaribu kukueleza dalili 10 ambazo hizi ukiziona basi wewe jua moja katika haya mambo manne kwako yanaweza kuwa ndo changamoto na yakawa yanakusibu. Lakini kabla sijataja dalili, ni vizuri nikwambie sasa nini njia bora na sahihi itakayokwenda kutatua changamoto za matatizo yako haya kwa dalili hizi nilizozisema na kwa maelezo haya niliyoyataja. Cha kwanza kabisa, utakwenda kupata tiba maalum ambayo taasisi ya Islah Islamic Foundation kupitia vituo vyake vya dua tumekuandalia maji ya dua, ama maji yanayojulikana kwa jina la Ma'u al-Mushammas. Maji ya dua ama Ma'u al-Mushammas ni moja kati ya maji ya aina 7 yaliyochanganywa kutoka kwenye vyanzo 7 tofauti tofauti. Na hapa nazungumzia maji ya Zamzam yapo ndani yake, maji ya maporomoko yapo ndani yake, maji ya visima vya maji baridi na maji ya moto yako ndani yake, maji ya mto yako ndani yake, maji ya bahari yako ndani yake, na vyanzo vingine vya maji ambavyo viko ndani au vimekusanya maji haya na ndiyo yakafanyiwa kisomo baada ya kuanikwa kwenye jua, kwa sababu thamani ya maji wakati mwingine
mengine kwenye jua yanaweza kupata thamani pale yanapopigwa na miale ya jua, kwa sababu jua Mwenyezi Mungu ameliapia ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema washamsu wadhuhaha, washamsi wadhuhaha. Mwenyezi Mungu anaapa kwa jua na miale au mwanga wa jua. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameliapia jua na ameapia miale au mwanga wa jua. Mwenyezi Mungu ameweka siri kubwa sana katika mwanga wa jua, na ndio maana sisi tunayatumia ma'u mushammas kuyaanika na kuyafanyia visomo maalum ili kutatua changamoto za maisha zinazokuzunguka. Na nataka nikuhakikishie mpenzi mtazamaji wangu, ikiwa utapata ma'u mushammas na ukayatumia kwa usahihi, basi shida zote zinazokuzunguka za kishetani, za hasadi, za uchawi na za mizimu michafu utazikuta zinatoweka na wewe unarudi katika hali ya kawaida. Sasa dalili 10 hizi zinazoweza kuthibitisha kwamba wewe umesibiwa na mashetani wa kijini, hasadi, uchawi au mizimu ni kitu gani hasa? Dalili ya kwanza nitazitaja katika mfumo wa maelekezo yafuatayo, kwa sababu dalili zimetajwa katika makundi makubwa mawili. Kuna dalili za wazi na dalili zisizo za wazi. Dalili za wazi ni ndoto ambazo mara nyingi huwa si lazima zitokee, lakini kwa baadhi ya watu zimekuwa zikitokea. Na dalili za wazi ni zile zisizokuwa na ndoto ambazo mara nyingi zinatokea lakini zimejificha kwa sababu si za wazi. Sasa miongoni mwa dalili hizo 10, ya kwanza ni ndoto ya kupaa angani. Mpenzi mtazamaji wangu, ikiwa una tabia ya kuota unapaa angani, yani unafukuzwa alafu unapata kama mbawa, unaruka, unakimbia, hii si katika ndoto nzuri. Ndoto hii inaashiria wewe umesibiwa na mashetani wenye mbawa, na yawezekana mashetani hawa unaonyeshwa kwamba una uadui unaokuandama na unajaribu kujiepusha ule uadui, lakini uadui bado upo na unaweza kuleta madhara. Kwa hiyo mtu yeyote anayeota ndoto amepaa angani, hii si katika ndoto nzuri. Ndoto ya pili ni kuota kuwa uko kwenye maji. Unaota ndoto uko kwenye maji. Inawezekana unatembea juu ya maji, inawezekana unaogelea, inawezekana unazama mbizi kwenye maji, inawezekana uko pembezoni mwa maji. Alimradi unaota ndoto inayotokana na maji, hiyo ni katika dalili mbaya, na wewe yawezekana kwamba umesubiwa na shetani anaitwa Subiani, miongoni mwa majini wa baharini wanaosumbua watu. Dalili ya tatu ni kuota ndoto unapigana na viumbe au watu. Dalili ya kuota ndoto unapigana na viumbe au watu, hii si katika ndoto nzuri na ni dalili kwamba wewe umesibiwa na uadui wa kishetani, uchawi au majini au mizimu katika maisha yako. Dalili ya 4 ni ndoto ya kuota watu waliokufa. Dalili ya 4 ni ndoto ya kuota watu waliokufa. Ikiwa unaota ndoto watu wamekufa au umekaa na wafu, ndugu zako, familia, waliokufa zamani, unawaota mara kwa mara, mnabadilishana mawazo, pengine wanakupa kitu unapokea, wanakuita unakwenda, tena hii ni mbaya zaidi unapoota marehemu anakuita na ukamfuata, hii ni dalili ya kwamba umri wako umebaki mchache na inawezekana Mwenyezi Mungu akakuchukua. Hiyo ni dalili ya 4, ni katika dalili mbaya. Dalili ya 5 ni ndoto ya kuwa unakula nyama au vyakula. Ndoto ya kuota unakula nyama au vyakula. Ukiona unaota ndoto unakula nyama au vyakula, hiyo ni katika dalili mbaya katika maisha yako, na ni dalili ya kuwa una shetani wa kichawi, una jini wa kichawi anayekulisha vyakula vya kuchawi na kukontrol katika mfumo wa kichawi katika maisha yako. Mpenzi mtazamaji, hizo ni katika dalili 10 na tumezitaja 5, na ili kutambua kwamba wewe una shida hizo, basi endelea kufuatilia dalili hizi 10 na kutambua kwa kina kwamba nini kinachokusumbua: mashetani wa kijini, uchawi, hasadi na kadhalika, au mizimu. Dalili ya 6, kwa mtu aliyeathiriwa na mashetani, uchawi, mizimu, au ameathiriwa na hasadi ama ameathiriwa na majini katika mwili wake, ni dalili ya kuota ndoto kuwa upo msituni. Mara nyingi mtu anaota yuko msituni, kapotea, wanyama wanataka kumkimbiza na kadhalika. Dalili ya kuota ndoto kwa msituni ni katika ndoto mbaya, inaashiria kwamba wewe umeathiriwa na mashetani. Dalili ya 7 ni ndoto ya kuwa gizani, yani wewe unaota ukiwa gizani.
giza totoro, huoni. Inaweza kuwa ndani ya chumba, inawezekana usiku kwenye giza, inawezekana kwenye pango chini, lakini uko unaota giza, basi uko kwenye giza, hiyo ni katika ndoto mbaya na inaashiria kwamba wewe umefungwa na huwezi kuona matokeo chanya yanayokwenda kusaidia mafanikio yako. Kama unavoota msituni na ukaota pia pale kwenye giza kubwa, maana yake una vifungo vinavyoonyesha huwezi kuondoka kwenye hivyo vifungo kwa sasa wala baadaye, kwa sababu utakuwa na vifungo vikubwa katika maisha yako. Dalili ya 8 ni ndoto ya kuwa jangwani, yani kuota huko kwenye jangwa, huoni mwanzo wala mwisho. Pengine unatembea umechoka, hiyo ni dalili kwamba wewe umesibiwa na mashetani katika mwili wako. Dalili ya 9 ni kuota ndoto ya kuwa unatumbukia ndani ya shimo au upo ndani ya shimo. Ndoto ya kwanza inaweza kuwa unahisi kama unateleza, unataka kutumbukia ndani ya shimo, na ndoto ya 3 au ndoto hiyo pia ukawa unaota upo ndani ya shimo, unatamani kutoka lakini inashindikana, au yawezekana uko kwenye shimo alafu ukapata msaada wa kamba na kitu kingine ukawa unatoka. Kimsingi tu unapoota ndoto uko katika shimo, hiyo ni katika ndoto mbaya, kwa sababu inaashiria wewe utakuwa una majanga makubwa au umeshaingia katika majanga makubwa. Na dalili ya 10 ni ndoto ya kuota unateleza au unaanguka. Dalili ya 10 ni kuota unateleza au unaanguka. Ukiota ndoto hii ya kuteleza au unaanguka, na mara nyingi ndoto hii inatokea pale unapoanza kusinzia, yani usingizi unapotaka kupata tu, pale ndio unaota kama unateleza au unaota kama unaanguka, umeteleza na unataka kuanguka. Hii ni dalili mbaya sana na zina madhara makubwa. Na ndoto hizi wakati mwingine zinaambatana na ndoto ya 11 ambayo nayo inaashiria kwamba wewe safari yako ya maisha ni ngumu na kila unachokipanga kwenye maisha hakitakuwa. Nayo ni dalili ya 11, kuota unapanda mlima. Mara nyingi unapoota ndoto unapanda mlima kisha ukashindwa kufika mwisho, au unapanda mlima alafu ukaporomoka na kuanguka chini kwa ghafla, hii ni dalili kwamba we mambo yako yataharibika na utakuwa asfala safirina, utakuwa mtu wa chini kabisa uliyedhalilika na kuwa na maisha magumu katika maisha yako. Hizi ni katika dalili 10 za kuthibitisha kwamba wewe umesumbuliwa na hasadi, uchawi, mizimu ya kinyumbani, ile mizimu ya asili au majini wachafu katika mwili wako. Njia ya kutatua tatizo hili ni kujipatia almau mushammas, maji maalumu ya dua ambayo yanauzwa kwa thamani ya shilingi 3000 kwa chupa moja. Yanatumika kama maji ya kunywa, lakini yana uwezo wa kutatua changamoto zote za uchawi, hasadi, mizimu na majini wachafu katika mwili wako, tena kwa haraka, uhakika na ufanisi mkubwa biidhnillahi karim. Mpenzi mtazamaji, baada ya kumalizika kipindi hiki, sasa tunajipanga kwenda kipindi cha pili. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Umeziona dalili 11 za awali zinazothibitisha kuathirika kwako kwa uchawi, majini, hasadi au mizimu, na sasa tutakwenda kipindi cha 3 ili kila mmoja kuweza kujitathmini. Kimsingi pitia vipindi vyetu vyote ili kuweza kuziona dalili, huenda ukapata 2-3 zinazoashiria kwamba umeathirika. Lakini pia ukipenda kututembelea kituoni kwetu, unaweza kutupigia 0710 400 200. Ukipenda kututembelea kituoni kwetu hapa Ilala Bungoni, Sharif Shamba, nyumba namba 3, tupigie kwa namba 0710 400 200. Ukipiga namba hiyo moja kwa moja utatupata. Kwa wale walio nje ya nchi wataanza na +255 alafu 710 400 200. Hizo ndio namba za kituoni kwetu, na utapiga moja kwa moja, utapokelewa na wasaidizi wangu na watakusikiliza. Tutakupangia utaratibu wa namna ya kuniona na kutatua changamoto zinazokuzunguka. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.